tukisema hadha kabirun wa ana akbaru, huyu ni mkubwa na mimi ni mkubwa zaidi, yani kuliko yeye, akbaru minhu. Tulisoma kule kwenye kafi, intarani ana aqalla minka malan wa walad, ukiona mimi ni mchache zaidi kuliko wewe kwa mali na watoto. Aqal sio qalil, aqal, mchache zaidi. Aktharu minka malan, ndio akasema ana aktharu minka malan wa azzu nafara, mimi ni mwingi zaidi kuliko wewe kwa mali. Kwa hivyo afalu inaonesha mlinganisho baina ya sifa na sifa iliyozidi. Sasa wafasiri wanatuambia kwamba tukisema alamu, Mungu anajua zaidi, maana kama vile kutakuwa na wengine nao wanajua. Kwa hivyo tusimlinganishe Mwenyezi Mungu kwa yeye anajua zaidi katika wale wanaojua, tusilinganishe. Sasa tuseme tu Mungu mjuzi. Wanakataza, hawataki Mwenyezi Mungu alinganishwe na mwingine katika kujua. Lakini tunapata tabu kidogo, kwa sababu mfumo wenyewe wa lugha umeliweka neno aalam kwa maana ya kujua zaidi. Sasa tusilinganishe vipi? Na Mwenyezi Mungu halinganishwi na viumbe kwa maana ya kufanywa sawa sawa, lakini anawazidi viumbe kwa kila jambo. Kwa hivyo bado tunapata tabu, lakini wafasiri wengi wamekataza. Sasa tuseme tu Mwenyezi Mungu anajua kuliko kusema anajua zaidi. Ile wallahu aalam tuseme Mwenyezi Mungu anajua. Tukisema anajua zaidi, maana kama vile kuna wanaojua alafu anajua zaidi, kwa hivyo kama vile wanalingana katika mambo ya elimu, kawazidi tu, wanaona kama kinyaa kidogo. Lakini mimi sikipate kinyaa hicho, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuzidi ndio, lakini sikatupa vitu. Kwani sisi si tunasikia na yeye anasikia? Si tunaona na yeye anaona? Lakini anatuzidi katika kusikia na anatuzidi katika kuona. Mimi sipate kinyaa, lakini wengine wanapata Kwa hivyo wengine wanasema tu Mwenyezi Mungu anajua, lakini mimi nasema Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Mpaka sasa sijaona kwa nini nikwepe kusema hivyo. Wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ardhi, na Mola wako anajua zaidi kuhusu waliomo ndani ya mbingu na ardhi. Nyinyi mnaweza kujua, lakini Mungu anajua zaidi. Ngoja nikupe mifano miwili hivi au mitatu uione hii dhana inavyoweza kukaa wazi. Nchi inaweza kuwa inahesabu watu, tuko kwenye sensa, na ikaambiwa watu wote siku hiyo hakuna kwenda kazini wala wapi, wabaki majumbani waweze kuhesabiwa. Na mtu kama ana dharura atatoka, lakini aziache taarifa zake pale nyumbani, ili yule anayekuja kuhesabu ajue kwamba kuna mtu fulani katoka na hapa anahesabiwa, ili nchi ijue kwamba ina watu kiasi gani. Lakini siku ile ile wakati watu wanahesabiwa, kuna mtu anazaliwa na kuna mwingine anakufa. Yule mwingine kahesabiwa sasa hivi, katoka njiani kaanguka kafa au kapata ajali. Zile hisabu zinakwenda kukusanywa za kwa serikalini, mpaka serikali inapokuja kutangaza kwamba nchi ina wakazi au raia watu kiasi fulani, wangapi washapungua na wangapi wameshazaliwa usiku ule wa asubuhi ile kabla ya kutangazwa idadi kamili ya watu. Kwa hivyo ile exact figure, namba halisi hasa ya watu wa nchi, inakuwa ni kubahatisha. Kuna viwango vya kuongezeka na kuna viwango vya kunini, vya kupungua. Lakini kwa Mungu haiko hivyo. Kwa Mungu anajua kila kinachotokea, anayekufa anajua na anayezaliwa anajua kwa nyakati zote. Sasa sensa ya Mungu na sensa ya binadamu zinafanana wapi? Wala Mungu hafanyi sensa, ni sehemu ya elimu yake. Binadamu anafanya nini? Anafanya sensa. Umeufahamu mfano huo? Haya, wewe chukulia unakwenda kwenye takwimu za miti tu. Nchi gani yenye taarifa ya miti yake yote iliyomo ndani ya nchi? Zanzibar hapa tunaweza kujua hesabu ya minazi tulionayo kwa kukisia. Estimation inafanyika, inakisiwa tuna minazi kiasi kadhaa, hayo makisio. Lakini exactly kujua minazi mingapi tunayo haiwezekani.
Achilia mbali nazi zenyewe zinazopatikana kwa siku, ile minazi tu, miti iliyosimama ambao unaishi miaka 10, 20 mpaka 30 ule mti, basi idadi yake hatuwezi kujua kwa uhakika. Sikwambii tena nazi, sikwambii makuti na cherewa njukuti zake, huko ndo hatufiki kabisa. Kwa hivyo lazima ujuzi wa Mwenyezi Mungu uko juu zaidi kuliko mwingine yo. Tumefahamiana vizuri hapo? Wa rabbuka, na Mola wako, a'lamu, anajua zaidi, biman, katika wale ambao fi samawati, wako mbinguni, wal ardhi, na ardhini, malaika na viumbe wengine wote anawajua yeye zaidi kuliko mwingine yo, hata mkifanya hesabu namna gani. Walaqad faddalna ba'dha an-nabiyina ala ba'd, na kweli hakika tumewapa ubora baadhi ya manabii juu ya wengine. Hii nayo ni hakika ya pili, kwamba manabii wote si daraja moja, na kwa hivyo na wacha Mungu wote hawatakuwa daraja moja, na Waislamu wote hawawezi kuwa daraja moja. Na hii inatokana na nini? Na mambo ya ubora waliopewa, na vitendo vile vile, na misukosuko iliyowakuta. Na ndio tunakwenda muendelezo, na dhambi haiwezi kuwa daraja moja, na thawabu haiwezi kuwa daraja moja, zinapishana zote, na ndizo zitakazozaa madaraja siku ya Kiyama, hasa peponi. Walaqad faddalna ba'dha an-nabiyina, na kweli hakika tumewapa ubora baadhi ya manabii ala baadhi juu wengine. Na kule kasema tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hao ndio mitume tumewafanya bora baadhi yao kuliko wengine. Kwa hivyo tabaka hilo haliepuki. Na hapa Mwenyezi Mungu anazungumzia fadhila za mambo aliyowapa, kwamba hawa manabii, kuna mwingine kampa hichi, kuna mwingine hakumpa, kamnyima, mwingine kampa kile kwa hikma zake mwenyewe na fadhila zake. Na hili ni fumbo kuwapiga wapinzani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale ambao wanadai kuamini manabii wengine lakini wanamchukia Nabii Muhammad. Kwa nini awe hivi? Kwa nini akubalike? Kwa nini awe kiongozi? Kwa nini atambulike sehemu kubwa? Lakini kwa sababu wengine wamepewa zaidi kuliko wewe. Wa ataina Dauda zabura, na tulimpa Daudi zaburi. Utashangaa kipande hichi kinaingiaje katika fadhila. Daudi aliasisi ufalme, ufalme wake ukarithiwa na mwanawe Suleiman. Daudi alikuwa ni askari tu katika jeshi, tena askari mdogo sana, lakini alikwenda akapanda mpaka akawa mfalme. Na hasa alipomuua Goliath, katika vitabu vingine katajwa kwa jina Goliath, kwenye Qur'ani katajwa kwa jina la Jalut. Wakatala Daudu Jaluta. Pale ndio Daudi alipopanda daraja, alipomuua yule Jalut ambaye alikuwa ni mtemi. Katika mubaraza, mapambano ya ana kwa ana, hajawahi kushindwa. Ni kipande cha mtu kama nguzo hiyo, na kajaa kweli kweli, akikutia mkononi umekwisha. Na siku zote kwenye mapambano anasema hakuna haja ya kwanza vita. Kama kuna mbabe yoyote anaweza kupigana, anatoka mbele asema haja hapa nipigane naye mimi. Akimaliza anaambia kama kuna mwingine ajitokeze, kuna mwingine, mnashindwa hivyo hivyo tu. Na yeye Nabii Daudi alimuua kwa teo. Nikisema teo, wengine kidogo neno hili linaweza kuwapa shida kidogo. Ni mfumo kama wapanda au manati, lakini huwa namna nyingine. Kunakuwa na kitu kama kigozi cha kuingiza jiwe au changarawe na kamba zake au mipira itakapokuwa, na wakati mwingine inafungwa kijiti, alafu mtu anaizungusha hivi kwa ufundi maalum, alafu anaiachia.
ile kama hujui mipango yake unalipeleka ovyo lile jiwe. Watu wanampiga ndege kwa teo, wanampiga mtu kwa teo. Sisi tumezoea manati ya kuvuta, au tunaiita panda kwa sababu ya kile kijiti chake kilivyokaa kama njia panda au panda ya mti. Lakini teo ni kitu kingine, lakini kinafanya kazi kama ile manati na kinaweza kuingiza jiwe kubwa zaidi. Ni silaha hiyo. Tukifika kwenye aya zake, Mungu akitujalia tutalielezea kwa kirefu. Ni Daudi alimuua Goliati kwa teo, alimpiga akambabaisha, alafu ndo akammaliza. Ile ilimchanganya. Kwa hivyo lile jeshi lilipoona kwa Daudi mtoto mdogo lakini kaweza kupambana na jemedari mkubwa na nini, likaanza kumnyanyua mpaka akaja akapata utawala, akaasisi dola, akawaunganisha Wanaisraeli waliosambaratika katika dola ndogo ndogo, akaitengeneza dola moja kubwa sana, ndio akawa mfalme wake wa kwanza Daudi. Na ndio maana wanamsifu sana Daudi. Alafu ufalme wake ukarithiwa na mwanawe Suleiman. Mwenyezi Mungu anasema wa ataina Dauda zabura, na Daudi tulimpa nini? Tulimpa zaburi. Zaburi ni kitabu alichopewa Nabii Daudi na Mwenyezi Mungu, lakini zaburi inatofautiana na vitabu vingine vingi na vile vitabu vyote alivyoteremsha Mwenyezi Mungu. Kwanza zaburi inaimbwa. Zaburi imekuwa kama utenzi, kama nyimbo. Kwa hivyo Nabii Daudi alikuwa anaiimba zaburi, na historia zinaonesha wakati ule bado zana za muziki hazijazuiwa kwenye mambo ya dini. Kwenye dini yetu ya Kiislamu zimezuiwa zana za muziki kwa sababu zinamkaribisha zaidi shetani, lakini wakati wake ilikuwa inapigwa mazumari na vinubi. Kwa hivyo mstari unaimbwa, tena yako mashairi ya shangwe, yako ya huzuni, yako ya kila aina. Zaburi ni maneno ya Mwenyezi Mungu lakini yanaimbwa. Sisi tumeondolewa vinanda, tumebakishiwa sauti tu, na hiyo sauti yenyewe isitiwe tena mashangwe mengi, mkaanza sasa mnacheza fabe aye ala rabbekoma tukadhebani, fabe aye ala rabbekoma tukadhebani. Qur'ani haitaki. Watu wa kamera nafundisha, wasio wakasema Sheikh Msaba anaiimba Qur'ani kama vile ngoma. Mimi nafundisha lilokatazwa, lakini najua kuna watu wao kazi yao kutaka kuharibu. Lakini hapa habari ni mutawatiri hii, mko watu wa kutosha. Nilipolisema hayuko mwana muziki Ulaya alislimu akasema Qur'ani nakubali muziki, akazitia baadhi ya sura muziki. Alipopelekea mashaka kwambia hiyo sio njia yetu sisi ya kuisoma Qur'ani, ondoa. Lakini zaburi imesomwa kwa vinubi, kwa vinanda, kwa firimbi, kwa vigoma, na ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Wa ataina Dauda zabura, na tulimpa Daudi zaburi, ikawa anaisoma na burudani pamoja na watu wanafurahi, shangwe na nini. Lakini matokeo yake ndio alofanya Mwenyezi Mungu amue kwamba sasa vitabu vyangu sitaki viimbwe, kwa sababu watu badala ya kuabudu wakawa wanakata viuno. Na ndivyo ilivyo. Hata hizi kasida zinaanza vizuri, lakini mwisho zinageuka zinakuwa nyimbo. Amempata mweupe mweupe kama manga haya. Sasa tunatoka tena kwenye maudhui tunakwenda kwenye kitu chengine. Mwisho ukizuruhusu sana, ukiziachia kirahisi,
zitakuja mipasho ndani yake, watapashana, wataanza kujibizana, chuo hichi kimetoa kasida hii kujibu chuo kile. Itakuwa tena kama ushabiki wa mpira, wamelala wanakoroma, itageuka sasa, na huku tena kwenye kasida itaingia kama timu na timu zinavyojibizana kwenye nyimbo. Ndio maana ofisi yetu ya Mufti inafanya kazi nzuri ya kusema hizi kasida zinachujwa, nyingine zinatoka kwenye malengo. Sasa Qur'ani ndio kabisa, ukiachia itatolewa kwenye malengo yake. Haya mambo ya michezo na nini sawa, wacha wende na ushabiki wao na nyimbo, lakini kwenye dini lazima tuchukue tahadhari za ziada. Tumefahamiana eh? Wa ataina Dauda nini, na Daudi tulimpa Zaburi. Hili nalo wanapigwa nalo wale wanaosema huyo Muhammad wenu. Wakati huo walizuka wale baadhi ya Mayahudi, kazi yake kuimba tu hiyo Qur'ani ile, waratili al-Qur'ana tartila, na masahaba wanasoma kazi yenu nyewe kuimba tu. Wakaamba mbona Daudi alipewa Zaburi naye akarushwa na vinanda pamoja, na nyinyi mnajua, mbona mmenyamaza ya Daudi? Mnasema tu sie tu tunatumia sauti kavu. Kwa hivyo wanadundwa kwa namna nyingine. Qul ud'u alladhina za'amtum, sema waiteni wale mlodai min dunillahi, dhidi ya Mwenyezi Mungu. Ud'u, kuwaita au kuwaalika. Waalikeni, maana ya kwanza ni kuita, maana pili ni kualika. Kumwalika kwenye shughuli, njoo. Waalikeni wale mlodai dhidi ya Mwenyezi Mungu waje kwenye shughuli yenu kukusaidieni. Inakubali pia tafsiri hiyo. Na waiteni ndio hivyo, kwa sababu dawa katika lugha ya Kiarabu inakuja kwa maana ya wito na inakuja kwa maana ya mwaliko wa kualikwa kwenye jambo, kwenye shughuli. Qul ud'u alladhina, sema waalikeni wale ambao zaamtum, invite those you claim. Waalikeni wale ambao nyinyi mnadai min dunillahi, dhidi ya Mwenyezi Mungu, kwamba wana uwezo, wana nguvu, mnawaabudu. Waalikeni kwenye shughuli zenu, waiteni wakusaidieni. Min dunihi fala yamlikuna, nakwambieni hivi basi hawamiliki kashfa dhurri ankum, kuondoa dhara lolote kwenu, wala tahwila, wala kubadilisha jambo lolote hawawezi. Waiteni, waalikeni mnaowaomba dhidi yake Mwenyezi Mungu. Fala yamlikuna, basi hawamiliki kashfa dhurri, kuondoa dhara ankum kwenu nyinyi, wala tahwila, wala kugeuza mambo, kubadilisha. Hawawezi kubadilisha chochote. Mnadai tu wana nguvu za kiungu, lakini uwezo hawana. Aya hizi zilikuwa zinawakera kweli, kwa sababu zinaibomoa itikadi yao na zinaonesha udhaifu wa vile wanavyoviabudu. Kwa hivyo kwao ilikuwa ni kero kubwa, na hii ni changamoto, ni challenge. Waalikeni hao mnaodai kuwa nao wana nguvu za kiungu dhidi ya Allah. Mimi nakuhakikishieni, fala yamlikuna kashfa dhurri yangu, hawamiliki kuondoa dhara kwenu. Na Mungu wa kweli ni yule ambaye anaweza kukuondolea madhara na anaweza kukuletea madhara, anaweza kukupa manufaa na anaweza kukunyima manufaa. Huyo ndo Mungu wa kweli. Sasa ikishakuwa uwezo huo hana, wa nini kuabudiwa huyo? Lakini hata kiumbe, kwa nini unamuogopa kiumbe? Kwa mfano nyoka unamuogopa kwa sababu gani? Anaweza kukudhuru. Lakini ukionekana unaogopa nyungu, si utambua unaugua kichaa? Nyungu unamjua? Wale funzo wanaopatikana siku za mvua na nini, nyewe mnao wale warefu hivi, ule baharini wako wengine wanaitwa daa au daa. Ni kama funza warefu wembamba hivi. Unamuogopa yule, ukimuogopa yule, au umeogopa sisimizi, unamuogopa sisimizi, ukimwona unachagawa, huyo tuko mgonjwa, kwa sababu yule hamiliki dhara lolote kwako. Fala yamlikuna, basi hawamiliki kashfa dhurri, kuondoa dhara ankum kwenu likiwafika, wala tahwila, wala kubadilisha
kugeuza. Walan tajida li sunnati llahi tahwila, kuhamisha, kulitoa upande moja kulipeleka upande mwingine, hawawezi. Hasa mnawaogopa vipi? Mnawabudu vipi hao? Waiteni basi wafanye hizo kazi, walikeni kwa kusaidieni. Zilikuwa zinawakera sana hizi aya, kwa sababu zinawabomoa mpaka wale waumini wa dini ile wanaanza kutetereka. Sasa jua ile hoja inayojengwa. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdhura. Aya hii ili neno ulaika ni ismul ishara, manake hao. Je, hii inaunga wapi? Inaunga kwenye aya hizi za karibu au inaunga kwenye aya mbali? Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ulaika, nakupeni changamoto ndogo, inaunga wapi aya hii? Inaunga kule ulaika, yani wale waja wangu wema, au inaunga kwa hawa ulidu alladhina zaamtum? Maneno ya mbele yatatusaidia na mtaona inapounga. Ndio ilmu dhamair wal ishara katika Qur'ani ni muhimu sana kujua maneno haya yanaunga wapi. Nichoe mara 2-3 kuonesha huko kwenye darasa, wakati mwingine mpaka nikatoa homework watu wakafanye, alafu wiki ijayo waje watujibu. Msiogope, msiogope. Mkiogopa kukosea hamtojaribu. Ukiogopa kuyaramba maji ya chumvi hutojua kuogelea. Lazima ukubali kwamba nitayaramba maji ya chumvi ndio nitaweza kujua kuogelea bila kutaka. Na ukiogopa kuanguka hutojifunza kuendesha basikeli hata siku moja. Lazima uanguke ndio ujue kuendesha nini, basikeli. Na mtoto hawezi kujua kutembea mpaka atakapoanguka na kujigonga, ndio ataanza kujua kutembea. Ulaika hao alladhina, ndio wale ambao yad'una, wanaomba, yabtaghuna, wanatafuta, ila rabbihim, kwa Mola wao, alwasilata, kifikisho. Alwasila ni kifikisho. Tunaposoma baada ya dua ya dhana, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil ati Muhammadan alwasilata wal fadilata wad darajata al aliyata rafi'a wa ba'athu Allahumma al maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Wasila kwa sin, si kwa swadi. Kifikisho. Ikiwa kwa swadi manake ni mawasiliano. Hata haya magari, mabasi na nini, kwa ujumla wake kule Arabuni inaitwa muwasalati. Na hata ndege inaweza kuwa katika muwasalati kwa swadi, lakini ile ni kwa swadi. Kwa sini kifikisho manake mtu akusogeze ufike kwa mtu mwingine, sio kwamba atakubeba mgongoni. Ni ile bwana, mwambie bosi nataka kuonana naye, anipangie muda. Bwana Sheikh Msaba nataka kuonana na wewe. Alaya, basi mwambie aje Jumapili nyumbani saa 2 asubuhi kishafika. Huyu ndo anaitwa, ule ndo wasila kwa sini. Yani yeye ndo anayesababisha wewe uweze kufika kwa mtu fulani. Imefahamika? Ile ndio nini? Wasila. Katika dini ya Kiislamu suala la kuwepo wasila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kumfikia Mwenyezi Mungu, lina mjadala mrefu. Kuna wanaolikataa kabisa, wakasema hakuna wasila, Mungu kafungua milango, omba moja kwa moja, usifikishwe na mtu yoyote, fika mwenyewe. Leo makanisa Katoliki yanafanya kazi kweli mundani. Bata nishakufa wakati mwingine inapigwa kile ukizima mtu haizimiki. Haya. Kwa hivyo wanaokataa kabisa kusema hakuna wasila, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an.
naitikia wito wa muhitaji anaponiita, wakati wowote anaponiomba muombaji mimi naitikia. Tena wasila ya nini? Wako wanaojenga hoja hiyo, na wako wanaokubali wasila katika kila namna, kwamba wewe chochote kitakachofikisha kwa Mwenyezi Mungu kitumie tu. Wanaiona ile wasila ni paana, mengine mpaka mwenyewe unajitengenezea tu. Kama utawasha moto, utatia ubani, ubani ifikishe kwa Mungu hii. Ubani nao ni wasila. Mji wako unaona wasila ni kitu chochote. Na wako wanaokataa kabisa hakuna wasila yoyote. Alafu kuna msimamo wa kati na kati ambao bila shaka yote mnanijua mimi ndio napenda misimamo ya kati na kati. Baada ya kuliangalia jambo kwa urefu, si mara zote, maana wakati mwingine lazima uchukue msimamo ulikuwa dhahiri hata kama si wakati na kati, lakini mara nyingi napenda misimamo ya kati na, kwamba wasila ipo lakini lazima iwe imepata kibali cha sheria, yani imeruhusika. Mwenyezi Mungu kairuhusu na mtume wake kairuhusu. Usitengeneze tu mwenyewe kwenye kichwa chako. Kwa hivyo ziko wasila sharia na wasila ghairu sharia. Sasa zile zilokubalika kisheria tutazitumia, zilokuwa zikubaliki sheria tutaachana nazo. Lakini mada yake kama unayozungumza inataka wasaa mwingine. Leo tuko kwenye sehemu ya tafsiri, kwa hiyo tunaigusa tu. Basi hao ndio wale ambao yabtaguna, wanatafuta ila rabbihim, kwa Mola wao, alwasila, takifikisho. Ayuhum aqrabu, yupi wao yuko karibu zaidi. Kifikisho ni kwamba yule atakayekuwa karibu zaidi ndo akufikishe. Ndo atasema wewe uko karibu zaidi na Sheikh Msaba, hamwambie hili. Wewe unakutana naye mara kwa mara, tufikishie. Mtu kwa mfano anataka wanialike kwenye muhadhara wao, sema wewe naona darasa Sheikh Msaba unakwenda sana, mnaelewana, hebu mpelekee hii ujumbe, mwambie kuna msikiti fulani unataka kukualika kwenye muhadhara, je unao nafasi? Itakuwa sasa wewe ndo wasila, kwa sababu ayuhum aqrabu, yupi wao ambaye ni karibu zaidi. Sasa wanamtafuta aliye karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, nani atufikishie. Kilicho karibu na Mwenyezi Mungu ni kitu gani? Basi tukitumie ili tufike. Anaweza kuwa mtu, inaweza kuwa ni amali, lakini hapa kasema ayuhum